Habari Mtanzania popote pale ulipo, karibu sana kwenye Multipolar Vision. Jumapili murua kwa kuyatazama mengi yanayoendelea kujiri ulimwenguni, hususan katika ulingo wa kisiasa, tukitazama bara la Afrika na nje ya bara la Afrika. Na kwenye Multipolar Vision leo tutaelekeza pia mjadala wetu barani Ulaya, ambapo mabadiliko ya haraka ya kisiasa, migawanyiko ndani ya Umoja wa Ulaya na kupanda pia kwa nguvu kwa vyama vya mrengo wa kulia vinaibua pia maswali mapya kuhusiana na mustakabali wa mshikamano wa bara hilo. Mimi ni Ali Kashmiri, unionapo kuna jambo na kama utafika utaniona. Lakini katika kipindi hiki pia tutajadili kupungua kwa uungwaji mkono wa Ukraine miongoni mwa mataifa ya Ulaya, pia changamoto zinazokabili sera za vikwazo dhidi ya Urusi, mabadiliko ya uongozi katika mataifa makubwa ya Ulaya, pamoja na kuibuka kwa miungano mipya ya kimkakati inayobadili pia mizani ya nguvu duniani. Sasa je, Ulaya inaingia katika zama mpya pia za siasa zinazotawaliwa zaidi na maslahi ya kitaifa kuliko mshikamano wa pamoja? Lakini pia vipi mabadiliko haya ya ghafla ya PM wa Uingereza ama waziri mkuu wa Uingereza yametarajiwa kwa namna gani? Tunaye hapa pia Leonard Chakupewa, mchambuzi wa siasa za kimataifa. My brother. Yeah. Mambo yanaenda vizuri? Safi kabisa. Karibu sana kwenye Multipolar kwa mara nyingine. Shukran sana. Sasa kwenye sehemu ya kwanza pia ya Multipolar Vision na kukutanisha pia na Caroline Francis, atupitishe kwanza kwenye yale ambayo yameendelea kujiri ulimwenguni kwa minajili ya kuyafahamu mengi zaidi. Asante sana Al-Kashmir. Karibu katika Multipolar Vision. Hii ni wiki ambayo ina mambo mengi sana. Ni wiki iliyobadili mwelekeo wa siasa, usalama na uchumi wa dunia kwa ujumla. Wiki ya katikati ya mwezi Julai 2026 imeendelea kuonyesha jinsi dunia inavyozidi kuingia katika kipindi kipya cha ushindani wa kisiasa, migogoro ya kijeshi na mabadiliko ya nguvu za kimataifa. Ndani ya siku chache tu, matukio yaliyotokea Mashariki ya Kati, Amerika ya Kusini, Caribbean na bara la Ulaya yameibua maswali mapya kuhusu mustakabali wa usalama wa dunia, uchumi wa kimataifa na hata mfumo wa ushirikiano kati ya mataifa. Kutoka mashambulizi ya Iran dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani hadi changamoto za kiuchumi nchini Cuba, ushindi wa Hispania katika kombe la dunia na nyufa zinazoanza kujitokeza ndani ya Umoja wa Ulaya. Wiki hii imeacha ishara kwamba dunia inaingia katika awamu mpya yenye ushindani mkubwa zaidi. Mimi ni Caroline Francis. Tuanze Mashariki ya Kati. Mgogoro kati ya Marekani na Iran umeingia katika hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa katika miezi ya hivi karibuni, baada ya Rais Donald Trump kutangaza kusitishwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na kuidhinisha kurejea kwa mashambulizi dhidi ya Iran. Tehran ilijibu kwa mashambulizi makubwa yaliyolenga vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan, Kuwait na Bahrain. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya wanajeshi wa Marekani, kuharibiwa kwa helikopta kadhaa pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga, hali iliyolazimisha Washington kuimarisha uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo kwa kupeleka ndege za kisasa za kivita. Wakati huo huo, kufunguliwa kwa uwanja mpya wa mapigano kupitia waasi wa Houthi nchini Yemen kumeongeza hatari ya kuvurugika kwa usafirishaji wa mafuta duniani kupitia mlango wa bahari wa Bab el-Mandeb. Katika mazingira hayo, Urusi na China zimeongeza juhudi za kidiplomasia kwa kutafuta namna ya kupunguza mvutano, jambo linaloonyesha kuwa mgogoro huu sasa unazidi kuwa kimataifa kuliko pande mbili pekee. Maelfu ya kilomita kutoka Mashariki ya Kati, Cuba nayo imejikuta ikabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi. Serikali ya Marekani imeweka kifurushi kipya cha vikwazo dhidi ya taasisi kadhaa za serikali ya Cuba, hatua ambayo imeongeza shinikizo kwa sekta ya utalii na biashara. Wakati huo taifa hilo limeendelea kukumbwa na upungufu mkubwa wa umeme baada ya zaidi ya nusu ya mitambo yake ya kuzalisha umeme kushindwa kufanya kazi. Matokeo yake ni kukatika kwa umeme katika sehemu kubwa ya nchi, kupungua kwa uzalishaji wa viwandani na kuendelea kudhoofika kwa uchumi ambao tayari ulikuwa katika kipindi kigumu. Serikali ya Cuba imezitafsiri hatua hizo kama vita vya kiuchumi vinavyolenga kudhoofisha taifa hilo, huku Washington ikisisitiza kuwa vikwazo hivyo
vinakusudia kuhimiza mageuzi ya kisiasa na kulinda haki za binadamu. Na wakati mataifa mengine yakikabiliwa na migogoro ya kisiasa na kiusalama, macho ya dunia yalielekezwa Marekani, ambako fainali ya kombe la dunia la FIFA 2026 ilichezwa katika uwanja wa MetLife. Hispania iliandika historia kwa kutoa ubingwa wake wa pili wa dunia baada ya kuifunga Argentina bao 1-0 katika muda wa nyongeza. Mashindano hayo yaliweka rekodi mpya ya mahudhurio kwa kuvutia zaidi ya watazamaji milioni 6.8. Ushindi huo haukuwa wa michezo pekee, bali uliashiria kuibuka kwa kizazi kipya cha nyota wa soka duniani, huku kwa upande wa Argentina kuibua hisia kwamba enzi za Lionel Messi zinaelekea ukingoni. Aidha, uwepo wa Rais Donald Trump katika hafla kukabidhi kombe uliifanya fainali hiyo kupata uzito wa kisiasa sambamba na burudani ya michezo. Na mwisho tusalie barani Ulaya. Mabadiliko ya kisiasa yameendelea kuonyesha kuwa mshikamano uliojengwa tangu kuanza kwa vita ya Ukraine unaanza kupata changamoto. Mgogoro kati ya Poland na Ukraine umeongezeka baada ya mvutano kuhusu masuala ya kihistoria, huku ndani ya Umoja wa Ulaya mataifa kadhaa yakishindwa kufikia makubaliano kuhusu kifurushi kipya cha vikwazo dhidi ya Urusi. Wakati huo huo, umaarufu wa viongozi waliopo madarakani nchini Ujerumani na Ufaransa umeendelea kushuka, huku vyama vya mrengo wa kulia vikiongeza ushawishi wao kisiasa. Nchini Uingereza pia mabadiliko ya uongozi yameongeza picha ya bara ambalo linaendelea kutafuta mwelekeo mpya wa kisiasa katika kipindi ambacho vita vya Ukraine vinaendelea kuathiri uchumi na usalama wa Ulaya. Kwa ujumla, matukio ya wiki hii yanaonyesha kuwa dunia inaingia katika hatua mpya ambapo migogoro ya kijeshi, ushindani wa kisiasa, changamoto za kiuchumi na hata michezo vinazidi kuhusiana kwa karibu kuliko ilivyowahi kutokea hapo awali. Kinachoonekana Mashariki ya Kati kinaathiri masoko ya mafuta duniani. Kinachotokea Ulaya kinaathiri siasa za kimataifa. Changamoto za Cuba nazo zinadhihirisha athari za mvutano wa kidiplomasia kwa maisha ya wananchi. Na hata kombe la dunia linaendelea kuwa jukwaa linalobeba ujumbe wa kisiasa na nguvu ya ushawishi wa mataifa. Hivyo basi, wiki ya Julai 2026 haitakumbukwa kwa tukio moja pekee, bali kama kipindi kilichoonyesha jinsi dunia inavyoendelea kubadilika kwa kasi, huku kila bara likiwa sehemu ya simulizi moja kubwa la mabadiliko ya mfumo wa kimataifa. Mimi ni Caroline Francis. Tukutane wakati mwingine kwenye Multipolar Vision. Asante sana Caroline Francis kwa masimulizi ambayo umetupa kupitia makala fupi iliyoelezea masuala mengi yanayoendelea kujiri ulimwenguni na kugusia maeneo kadha wa kadha. Lakini tumerejea hapa na tunaye pia Leonard Chakupewa, mchambuzi wa siasa za kimataifa, tukiangazia ambao tumeweka mezani hii leo. Nitarejea nyuma mpaka mwaka 2022 ambapo mshikamano wa Ulaya ulionekana kuwa imara na usiotikisika, lakini hivi sasa unaonesha nyufa na kimfumo pia, kwa maana kwamba mgogoro kati ya Ukraine Poland kuhusiana na kumbukumbu za kihistoria umefikia hatua ya juu, ambapo pia Warsaw imemvua Rais Volodymyr Zelensky tuzo yake ya heshima na kutishia pia kuzuia mchakato wa Ukraine kujiunga na Umoja wa Ulaya. Lakini wakati huo huo pia nchini Ujerumani, mwenyekiti mwenza wa chama cha Alternative for German AfD Bwana Alice Weidel, ambaye ametaka pia Ukraine isitishe mswada pia mara moja. Lakini aidha, kwa mara ya kwanza pia tangu mwaka kuanza kwa vita miaka 4 pia iliyopita, Umoja wa Ulaya pia umeshindwa kufikia makubaliano kuhusiana na vikwazo dhidi ya Urusi kutokana na upinzani wa nchi 6 zikiwemo Ufaransa pamoja na Ujerumani. Sasa tukija kwenye swali la msingi bwana Leonard, ni pigo hili la wakati mmoja wa nguzo 3 za sera za Ulaya ambazo ni msaada pia wa kijeshi, kifedha na kidiplomasia kwa Ukraine halionyeshi kwamba makubaliano ya mwaka 2022 yanabadilishwa na hesabu za maslahi ya kitaifa, ambapo Ukraine pia haionekani tena kama mshirika moja kwa moja. Lakini pili,
Hali hii pia haimaanishi kwamba hata nchi ambazo zimekuwa watetezi wakubwa wa Ukraine kama Poland na mataifa ya Baltic zinaanza kupoteza pia ushawishi wake, huku kitovu pia cha sera za Ulaya kikihamia Ujerumani pamoja na Ufaransa. Karibu. Bila shaka ni ukweli usiopingika kwamba tangu mwaka 2022 kampeni ya Urusi ilipoanza Ukraine, kumekuwa na mabadiliko ya msimamo hasa miongoni mwa mataifa ya Ulaya kutokana na masuala mbalimbali, au unaweza kusema sababu tofauti ambazo zimekuwa zikitokea. Na hapa pengine kwa faida ya mtazamaji tunaweza kutaja chache. Moja, tuanze na, kwa sababu wengi huwa hawapendi sana matukio ya mbali, kinachoendelea sasa hivi kuhusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Joto kali limekuwa changamoto kubwa katika mataifa mengi ya Ulaya, Ufaransa, Ujerumani na kadhalika, na hili wimbi linakuja na gharama zake, kwa sababu ni hali ambayo inatokea katika wakati ambapo mataifa mengi ya Ulaya hayakuwa yamejiandaa kibajeti katika habari ya kukabiliana na janga kama hili. Kwa hiyo kuna hatua za haraka ambazo zimekuwa zikichukuliwa, na hizi kwa kiasi kikubwa zinahitaji fedha na rasilimali nyinginezo katika kulikabili, na halionekani kuisha katika siku za karibuni. Kwa hiyo hili kwa kiasi kikubwa linayalazimisha mataifa haya kuanza kubadilisha upepo wa vipaumbele kutoka kwa wale ambao mwanzoni walikuwa wanawapa nafasi katika usaidizi wa fedha kama Ukraine, sasa kuelekeza nguvu katika kufanya mambo au mikakati yenye mwelekeo wa kupambana na janga hili. Lakini sababu ya pili ambayo imefanya badiliko hili kutokea kwa Ukraine, unaweza kusema pia swala la uelemewaji kibajeti. Utakumbuka mwaka jana 2025 Marekani ilijiondosha katika ufadhili wa kiusalama kwa mataifa karibu yote ya Ulaya na kuzitaka nchi hizi kuongeza bajeti zake za ulinzi, jambo ambalo mwanzoni hawakuwa nalo, kwa sababu Marekani alithibitisha kwamba hawezi kuendelea kutumia mifumo yake ya Patriot na katika kuwalinda, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa na gharama kubwa kwake. Kwa hiyo alisema kwamba wajitegemee, na tangu wakati huo kumekuwa na jitihada ndani ya Umoja wa Ulaya, mataifa yote kuhimizana kutoa bajeti zao pale zilipokuwa zinaishia, sasa kuongeza hata ile nakisi ambayo mwanzoni ilikuwa inabebwa na Marekani. Lakini pia jambo lingine unaweza kusema ni swala la hofu ya kupoteza huduma za msingi, hasa kwa baadhi ya mataifa haya. Unajua, inachekesha kwamba katika siasa za kijiografia wakati mwingine kauli za majukwaani na zile za chini ya jukwaa ni vitu vili tofauti. Kwa mfano, taifa kama Ujerumani kwa muda mrefu sana, licha ya kusimama katika mwamvuli wa Umoja wa Ulaya, lakini gesi yake wamekuwa wakitegemea kutoka kwa Gazprom, kwa maana ya kampuni ya gesi ya Urusi. Wamekuwa wakitegemea gesi kutoka katika taifa la Urusi. Kwa hiyo ni kweli Ujerumani iko ndani ya muungano wa NATO, iko ndani ya muungano wa Umoja wa Ulaya, lakini wakati huo huo inategemea nishati ya gesi kutoka Urusi ili kuweza kusurvive. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba wakati mwingine hizi siasa za kijiografia na namna ambavyo wanajikurubisha na mataifa kama Ukraine ambalo ni hasimu wa Urusi, wakati mwingine kunakuwa na kama kwenda mbele lakini kurudi nyuma, kwa msingi huo kwamba tukichokonoa sana tunaweza kujikuta kuna vitu nakosa. Na ndio maana kwa mfano taifa kama Ureno pia utakumbuka kwamba wamekuwa wakiweka pingamizi katika Urusi kuwekewa vikwazo katika kusafirisha bidhaa kama samaki. Kwa nini? Kwa sababu Ureno imekuwa mtegemeaji mkubwa sana wa samaki kutoka katika nchi hii. Kwa hiyo kuna kauli za kisiasa majukwaani, lakini kitu ambacho wakati mwingine kinachochea mataifa haya kugeuza au kuwa na kiasi katika misimamo ya kikanda ni kama hili, kwamba tunaweza kukosa baadhi ya vitu tukiwashinikizaji sana. Lakini sababu nyingine ni unaweza kusema ni mzani kuzidi kuzama, hasa upande wa Ukraine katika siku za karibuni. Tangu walivyoingia katika kampeni na taifa la Urusi, unaweza kaona
taarifa ambazo zimekuwa zikiripotiwa za namna mashambulizi yanavyofanyika, Ukraine inaonekana kuelemewa, na ndio maana unaona miito ya Rais Volodymyr Zelensky kwa jumuiya ya kimataifa kuishinikiza Urusi kurudi nyuma, kusitisha mashambulizi ambayo imekuwa ikifanya na kushika maeneo tofauti na kuteka maeneo tofauti ndani ya nchi hiyo imeongezeka. Kwa nini? Kwa sababu mzani unaonekana kuelemea upande wao kadri siku zinavyokwenda, na hii inachochewa kwa kiasi kikubwa na hiki ambacho tumesema kwamba kumekuwa na shifting ya priority kwa mataifa haya ya Ulaya, hasa baada ya matukio haya ya karibuni haya tulioanza kuyataja kutokea la Donald Trump. Lakini pia utakumbuka Donald Trump huyu ndiye aliyekuwa anatishia kuchukua kisiwa cha Greenland ambacho ni sehemu ya ufalme wa Denmark ambayo ni mshirika wa Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo wanajaribu kuelekeza nguvu katika kukuza bajeti za kiulinzi pamoja na mambo mengine ya kujilinda kama mshirika mmoja ili kuhakikisha kwamba kuna uwezekano ikitokea Marekani kutaka kuichukua kisiwa eneo hili la Greenland ambalo limekuwa muda mrefu sana chini ya milki ya Denmark kijeshi, basi hawezi kuweka nguvu pamoja na kumzuia. Kwa hiyo katika mantiki hiyo lazima pia kuzungumza kwamba ni ukweli usiopingika, mataifa haya hayakutegemea vita hii ingeprolong au ingechukua muda mrefu sana kwa kiasi hiki ambacho imefikia. Pengine walitegemea 2022 ndani ya wiki kadhaa au miezi kadhaa ya kufadhili kwa Ukraine, basi ingekuwa imemalizika. Sasa kwa bahati mbaya leo ni karibu mwaka wa 4 unaelekea. Sasa kuna kuchoka pia, wanaanza kuchoka. Kwa hiyo hizi sababu kwa pamoja ndizo ukiziweka pamoja, sasa unakuja kujibu swali lile la pili katika swali hili kwamba sasa katika mazingira hayo, je, mtu anaweza kusema kwamba sasa kuna upotevu wa ushawishi katika mataifa haya? Hili ni jambo ambalo liko bayana kwamba ushawishi wa mataifa haya unaendelea kuyeyushwa na changamoto hizi ambazo zinaendelea kuwashinikiza kutoka katika ule uthabiti na mshikamano waliokuwa nao 2022 wakati kampeni ya Urusi ikianza Ukraine. Na sasa kwa sababu ya haya ambayo tumeyataja kwamba inaonekana taratibu sasa ule ushawishi na uthabiti wao unamomonyoka kadri siku zinavyokwenda kwa Ukraine hasa. Yes. Tuje kwenye swala la mazingira ya kisiasa katika bara la Ulaya ambapo yanabadilika kwa kasi kubwa zaidi chini ya shinikizo la vyama vya mrengo wa kulia ambavyo pia vinapata umaarufu mkubwa nchini Ujerumani, chama cha AfD, lakini kwa mujibu pia utafiti za maoni tayari kinaongoza mbele ya vyama vinavyounda serikali katika baadhi ya majimbo kama Alliance World, ambapo wametangaza pia wazi kwamba nia yake ya kusitisha msaada wa Ukraine na kuanzisha tena mazungumzo na Urusi ipo pale. Sasa nchini Ufaransa pia mahakama inafungua njia kwa Marine Le Pen kushiriki pia uchaguzi wa urais wa mwaka 2027, ambapo kwa sasa pia anaonekana kuwa mgombea anayeongoza katika tafiti za maoni. Na wanasiasa pia hawa wote wawili wanapendekeza kurekebisha uhusiano na Moscow na wanapinga pia mfumo wa sasa wa mshikamano wa Euro-Atlantic. Je, kuongezeka pia kwa nguvu kwa vyama vya mrengo wa kulia katika nchi mbili hizi muhimu za Umoja wa Ulaya, Ujerumani na Ufaransa, ni mwitiko wa kimfumo wanasema kuporomoka kwa imani kwa viongozi wa jadi ambao pia wameshindwa kuzuia vita, kulinda uchumi wa wananchi hao, au kutoa mkakati pia wa kuelewa wa kumaliza pia mzozo huo wa muda mrefu ambao umechukua takriban miaka 4 hivi sasa. Au Alice Wilde pamoja na Marine Le Pen wakiingia madarakani, hali hiyo haitasababisha pia kuvunjika kwa mhimili wa ushirikiano wa Ufaransa pamoja na Ujerumani? Marine Le Pen na Alice Weidel ni wanasiasa wakubwa sana katika mataifa yao,
na kama ulivyoeleza, AfD ni chama ambacho kinaendelea kukita mizizi yake katika nchi ya Ujerumani, kama ambavyo Marine Le Pen anaendelea kujiimarisha licha ya misukosuko ya kisheria ambayo imekuwa ikimkabili katika miaka ya karibuni kuelekea katika uchaguzi mkuu wa 2027. Sasa kwa swali la kwanza, tunaweza kusema ni kweli inakubaliana na hili kwamba kuna mazingira ambayo katika siku za karibuni yameonekana kumomonyoa ile taswira ya uthabiti katika mataifa haya katika habari ya namna ambavyo wanafanya siasa zao, na hii inatokana na nafikiri masuala kadhaa. Kwanza, kumekuwa na ongezeko la ukosoaji wa raia katika mataifa haya. Ufaransa, utakumbuka, kumekuwa na mkururo wa maandamano, na ukiangalia sababu kwa kiasi kikubwa sana hazitofautiani na zile ambazo zimekuwa zikichochea kukosekana kwa utulivu katika nchi ya Ujerumani. Utakumbuka katika siku za karibuni Friedrich Merz, kansela wa nchi hiyo, amekuwa akikosolewa kutokana na kuonekana ni kana kwamba na msimamo softi, hasa inapokuja katika masuala ya kimataifa. Anaonekana kama amekuwa, unaweza kusema, kama jalala la Donald Trump. Utakumbuka alivyofanya ziara Marekani, namna ambavyo Trump alikuwa anazungumza naye ni kama mtoto. Ile taswira kwa Wajerumani walio wengi, hasa wale ambao waliishi kipindi cha Adolf Hitler, wakaona siasa za kinazi zile za msimamo mkali ambazo ndo hizi ziko ndani ya chama cha AfD cha Bibi Alice, hawakufurahishwa na lile. Wanaona kwamba ile taswira ya Friedrich Merz haiakisi ule msimamo thabiti wa Ujerumani wa kihistoria wa enzi za Adolf Hitler katika masuala ya maslahi ya nchi hiyo. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo ukosoaji umekuwa ukiongezeka, lakini kwa upande mwingine ukijikita katika msingi wa namna ambavyo kumekuwa na ukinyonga katika kushughulikia changamoto zinazohusu masuala ya ndani, ikiwemo changamoto kwa mfano swala la ukosefu wa ajira, mfumuko wa bei unaotokana na matukio yanayotokea duniani, kwa mfano kinachoendelea Iran na Marekani na Mashariki ya Kati, kilichopelekea bei ya mafuta kupanda na kupelekea huduma na bidhaa katika mataifa mengi ikiwemo haya mawili tunayozungumzia pia kuweza kukabiliwa na wimbi hilo. Kwa hiyo ukosoaji imekuwa changamoto kubwa ambayo imekuwa ikichochea mataifa yote mawili haya kukosekana kwa uthabiti ambao unaleta sura hiyo ambayo sasa inaonekana kutoa mwanya kwa vyama kama AfD kujiunga katika nafasi ya kuweza kushinda katika chaguzi zinazofuata kwa Ujerumani, lakini pia kama mwanasiasa kama Marine Le Pen katika nchi ya Ufaransa. Lakini jambo la pili, kumekuwa ni ukweli usiopingika kwa taifa kama Ujerumani kwamba ukisikiliza Wajerumani wengi wanaona kwamba mfumo huu mpya baada ya anguko la serikali ya msimamo mkali ya Wanazi mwaka 1945, huu uliokuja ukionekana kuwa kama na modernization, kama na siasa zenye msimamo wa kadri, kwao unaonekana kama umeshindwa, kwa sababu wanaona kwamba ni siasa ambazo ni kama zinaifanya Ujerumani kuwa kanyagio la mataifa yenye nguvu zaidi kama Marekani. Kwa hiyo wangetamani kuona kitu cha tofauti, na kwa sababu ya mambo haya mawili ndiyo kimsingi anatuleta katika swali la pili kwamba je, kama ikitokea wanasiasa hawa wawili tunaowazungumzia, kwa maana Bibi Alice wa AfD ndani ya Ujerumani, lakini pia huyu Bi Marine Le Pen, wakashinda viti kwa mfano kama viongozi wa mataifa katika chaguzi zinazofuata, inawezekana mataifa haya mawili pengine yakaingia katika mgogoro? Sidhani kwa sababu hii. Kwanza, vyama hivi viwili vya wanasiasa hawa wawili ukiangalia haiba zake, lakini pia hata maono, vina mfanano wa karibu. Ni vyama ambavyo vinasifika kwa kuwa na msimamo mkali wenye mlengo wa kupigania maslahi kwanza ya taifa kabla ya mataifa mengine.
Ukiangalia AfD wana msimamo huo, lakini pia hata chama cha Marine Le Pen katika nchi ya Ufaransa iko hivyo. Kwa hiyo kwa sababu ya haiba hii ya mfanano na maono kwa mataifa haya mawili, sioni kama hili linaweza kupelekea ushindi wao katika viti vya urais kapelekea mataifa haya kuingia katika mgogoro wa kidiplomasia. Lakini jambo la pili ni ukweli usiopingika kwamba changamoto ambazo zinakabili mataifa haya mawili nazo zina sura mfanano. Kwa mfano tumezungumzia swala la joto kali sasa hivi katika Ujerumani na hata Ufaransa. Lakini pia utakumbuka mataifa haya ya Ulaya yamekuwa yakikabiliwa sana na wimbi la wahamiaji. Kwa hiyo kama ilivyo kwa Ufaransa kukabiliwa na wimbi hili, hata Ujerumani pia. Kwa hiyo kwa kuchangia changamoto za aina hii ambazo kija kuangalia kwa kiasi kikubwa zinahitaji jitihada za pamoja katika kuzikabili ndani ya jumuiya yenyewe ya Ulaya, lakini pia hata ndani ya NATO. Ndiyo maana ninaona kwamba hata kama Marine Le Pen angeshinda kiti cha urais katika nchi ya Ufaransa au Alice wa AfD akashinda urais katika nchi ya Ujerumani, bado wataendelea kushikamana kwa sababu ya mambo haya. Lakini pia usisahau, haya ni mataifa ambayo ni waasisi na watu wenye ushawishi katika Umoja wa Ulaya kwa miaka mingi, kwa sababu ya kuunganishwa pia na membership hiyo au wanachama huu wenye status hii katika Umoja wa Ulaya na ndani ya NATO. Ndio maana sioni uwezekano wa mataifa haya kuweza kugombana kidiplomasia ikitokea viongozi hawa wawili wakaweza kushinda viti vya urais katika chaguzi zinazokuja. Sawa. Hii ni Multipolar Vision, tukiangazia masuala mengi yanaendelea duniani. Niko hapa na Leonard Chakupewa. Leonard, je, ni kweli kwamba Umoja wa Ulaya umefikia kikomo cha uwezo wake wa kuongeza washinikizo dhidi ya Urusi, na vikwazo vilivyopangwa pia kuongezwa vitasababisha mgawanyiko mkubwa zaidi ndani ya umoja huo? Hii ni kutokana pia na gharama za kiuchumi kuwa kubwa zaidi ama kuongezeka? Bila shaka kwa sehemu unaweza kusema kuna kuporomoka kunakoongezeka, hasa kutokana na mambo ambayo unaweza kusema kweli zisizopingika, na zingine tumeshaziona. Kwa mfano, badiliko la Marekani mwaka 2025 lililowafanya kulazimika kuingia katika kuongeza bajeti, na ukizungumzia bajeti of course unazungumzia fedha. Kwa hiyo vile vilivyokuwa vipaumbele mwanzoni katika wao kufanya masuala mbalimbali ndani ya nchi zao, automatically wanalazimika kuviacha kwa ajili ya kupandisha bajeti kwa taifa moja, lakini pia ndani ya NATO. Kwa hiyo badiliko la Marekani limeshinikiza mvurugiko wa fedha au uchumi katika mataifa kutokana na vipaumbele kulazimika kuyumba ili kuweza kufidia nakisi ambayo Marekani amejitoa katika swala la kuwalinda kupitia mifumo yake ya Patriot. Lakini pili ni ule utegemezi wa kihuduma walionao kwa Urusi yenyewe. Tunafahamu kama tulivyoeleza pale mwanzoni kwamba Urusi amekuwa msambazaji wa gesi kwa taifa kama Ujerumani kwa muda mrefu. Urusi amekuwa ni msambazaji wa bidhaa za samaki kwa mfano kwa taifa kama Ureno. Sasa katika mazingira kama haya, huwezi kutegemea nchi kama Ureno au Ujerumani, hata kama ingekuwa na msimamo thabiti namna gani dhidi ya Urusi, kushinikiza kwa kiasi kikubwa, huku akijua kwamba Urusi akisema tu afunge bomba basi mambo ya gesi ndo kuisha habari. Urusi akisema kuanzia sasa samaki kwenda Ureno kuisha habari, maana yake kitakosekana kitoweo. Kwa hiyo unaona kunakuwa kama na some sort of check and balance, kwamba tuwe na msimamo lakini pia tuwe na namna ambavyo tunaweza tukasimama tukapunguza kidogo, tusiende sana kufikia hatua ya kuathiri mpaka haya ambayo yamekuwa ni masuala ya kihuduma kwa muda mrefu tukimtegemea huyu mtu. Lakini jambo la tatu, unaweza kusema kinachopelekea mataifa haya wakati mwingine kuonekana kwamba ni kama yanapunguza uwezo wa kushinikiza, ni mashinikizo ya raia ndani ya mataifa haya yenyewe. Ni kana kwamba kumekuwa na kitu ambacho kwenye falsafa tunaita paradigm shift, yani kubadilika kwa mtazamo, kwamba
zile propaganda ambazo zilikuwa zinafanywa dhidi ya Urusi kwa muda mrefu, ni kama raia wa mataifa haya baadhi wameanza kung'amua kwamba ni uongo. Kwa hiyo sasa wanaanza kuyashinikiza mataifa haya kupunguza misimamo ambayo wamekuwa nayo dhidi ya Urusi, jambo ambalo sasa ndo hili linakuja kuchochea kwamba sasa check and balance katika matamshi kutokea. Kwa hiyo shinikizo la raia lile linalotokana na mwamko kuhusiana na kipi ni sahihi kuhusu Urusi na kipi sio sahihi, ndilo limepelekea hata viongozi hawa wa kisiasa ndani ya mataifa haya kuanza kuwa na kiasi katika kuibananga, kuibagaza nchi hiyo. Jambo linalopelekea kuonekana kwamba sasa kuna namna ambavyo hata kwenye uthabiti wanazidi kushuka. Sawa sawa. Tukiwa tunamalizia pia leo na nitarudi mpaka tarehe 19 Julai ambapo Rais Vladimir Putin alikutana Kremlin na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Choi Son-hui na kumshukuru pia kwa kuunga mkono operation maalum ya kijeshi ya Urusi pamoja na ushiriki pia wa vikosi maalum vya Korea Kaskazini katika mapigano ya ukombozi wa mkoa wa Kursk. Sasa je, hali hii inaashiria kwamba wakati Ulaya bado inabishana kuhusu namna ya kuongeza pia adhabu dhidi ya Urusi, Moscow tayari pia inaanza kujenga usanifu mpya wa usalama katika eneo la Eurasia, ambapo pia Ukraine inaendelea kupoteza washirika wake wa kimkakati. Walau kwa ufupi kutokana na muda. Bila shaka hii iko bayana hii iko bayana kwa sababu kama misuguano hii inayoendelea, utakumbuka katika Umoja wa Ulaya ndiyo kimsingi iliyopelekea kwa mfano nchi kama Uingereza kujiondoa mwaka 2016, na utakumbuka kwamba sasa ni mwaka wa 10 nchi hiyo haijawahi kurudi katika umoja huo. Kwa hiyo hii misuguano kwa taifa kama Urusi kuendelea, unaweza kusema ni advantage kwa sababu wao wanaongeza jitihada. Wao wanaongeza jitihada katika kuendelea kukuza ushirika katika ukanda wenyewe, lakini pia hata kimataifa. Wakati huo huo huu upande mwingine wakiendelea katika kutatua migogoro inayotokana na misuguano isiyoisha ndani yao. Lakini kwa upande mwingine pia unaweza ukasema kwamba katika siku hasa za karibuni baadhi ya mataifa, unajua katika Umoja wa Ulaya mataifa yanazidiana status, yani Ufaransa na Ujerumani na hadhi yake ni tofauti na nchi hizi kama Kazakhstan. Kwa hiyo kwa baadhi ya mataifa ambayo hasa baada ya Marekani kujiondosha katika ufadhili wa kiusalama, kuna kahofu kameanza kuingia kwa kuona kwamba Urusi, tuwe wa kweli, ukilinganisha na mataifa mengi ya ndani ya Umoja wa Ulaya, ina uwezo mkubwa katika maeneo yote. Kwa hiyo kwa mataifa kama haya ambayo uwezo wake ni wa kuchechemea, hata kuweza kubusti bajeti zao kwa ajili ya kufidia nakisi ile ya kiusalama baada ya Marekani kujiondosha, hofu ni lazima iingie. Kwa hiyo kwa upande mwingine unaweza kusema ni hofu hii ambayo imekuwa ikiongezeka ndani ya vimataifa hivi vya muungano wa Umoja wa Ulaya, hasa ambavyo havina hadhi ya nchi kama Ufaransa ama Ujerumani. Kwa hiyo vinarudi nyuma kwamba ikitokea huyu bwana akageuza na kusema avamie, sisi tunaweza kufinyangwa tu, tofauti na Ujerumani ama Ufaransa. Ndio maana unaona kwamba kumekuwa na kurejea nyuma kwa baadhi ya mataifa na kuanza kuonekana kwamba yanajikurubisha na ushirika na Urusi, tofauti na ilivyokuwa mwanzoni walivyokuwa wakijifungamanisha na Umoja wa Ulaya, lakini pia muungano wa NATO. Sawa, huyo ni Leonard Chakopeo akitupa masimulizi mengi ambayo yanaendelea ulimwenguni, hususan katika wakati kama huu, na Multipolar Vision tunasema tunaika nukta. Mjadala unaofuata utakuwa ni wa nini zaidi? Endelea kusalia nasi. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Ali Kashmiri, ninapo kuna jambo, tukutakie usiku mwema, na my brother, asante sana kuja kwenye Multipolar. Umekuwa ukitupa vitu vizuri zaidi katika kila wakati. Shukrani sana. Kwa heri kwa sasa.